pressure inasukumwa kwa Folz ili ajiuzuru mwenyewe. Ni maneno ya Ahmed Ally ambaye amefunguka mambo mengi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kunako klabu ya Yanga, ambapo ameweza kueleza mambo mengi zaidi ambayo klabu ya Yanga na uongozi wake wanafikiria jinsi gani ya kumshawishi kocha huyo aweze kujiuzuru baada ya kupata sare na Mbeya City. Kwa mjibu wa Ahmed Ally ambaye yeye ni afisa habari wa klabu ya Simba, ameweza kuwapiga za kichwa baada ya kutoa taarifa ambazo ni za ndani kabisa. Katika ukurasa wake wa Instagram, Ahmed Ally anadai kwamba baada ya kufika Mbeya wakafanya kikao na viongozi wa matawi wa Mbeya. Viongozi wa matawi Mbeya wakapewa maagizo waandae mashabiki mechi ikisha bila kujali matokeo, wamzomee Folz. Lengo ni kumtengenezea mazingira magumu ya kazi na hatimaye abwage manyanga. Mpango ni kwamba pressure inasukumwa kwa Folz ili ajiuzuru mwenyewe, lakini pia viongozi wanaficha makosa yao ya usajili, maana 90% wameingia mkenge kwenye usajili huu. Sasa wanataka kumtoa Folz kafara. Folz amewaambia mimi na nyinyi ni kifo ndio kitatutenganisha, huku akiwa anazungumzia kocha huyo mpya kabisa wa klabu ya Yanga, Romain Folz, kwa kudai kwamba viongozi wenyewe wameweza kumshinikiza ili kocha aweze kujiuzuru ili ionekane wao hawana makosa, lakini ukweli ni kwamba Yanga wenyewe ndio wana makosa kwa kuwa wanashindwa kuficha kile ambacho wameweza kusajili. Kwa mjibu wa Ahmed anadai kwamba wamesajili wamesajili wazee ambao nitakiwa wachukue tasafu, yani wazee ambao wameenda kuchukua pensheni, ndio maana wanaweka benchi, hivyo hawawezi kupata matokeo kwa usajili ambao wameufanya, ila wanamshinikiza kocha Folz aweze kujiuzuru. Lakini kwa taarifa ya Ahmed anadai kwamba Folz kagoma kujiuzuru, anadai kwamba yeye mpaka mkataba wake utakapoisha, yani yeye na wao ni kifo kitawatenganisha. Aliweza kuzungumza Ahmed Ally akitolea maelezo na siri ambazo ziliweza kufichuka wakiwa kule Mbeya, kudai kwamba viongozi waliweza kuwapa hamasa mashabiki na wenyeviti wa matawi kule Mbeya ili wamzomee kocha huyo aonekane hafai, na ndio maana katika mchezo ule baada ya mechi kuisha kwa sare ya 1-1 mashabiki walimzomea kwamba hatuna imani aondoke, na ndio pressure ikawa kubwa zaidi hadi kufikia wakawa na vikao vingi kila siku.